Wanajeshi wa Ukraine zaidi ya 1000 waliuawa na mashambulizi ya Urusi katika operesheni zake za muda wa saa 24 zilizopita, ambako Urusi ilifanikiwa kukomboa jamii takriban 2 kutoka Ukraine. Karibu sana katika ripoti ya operesheni za Urusi kwa muda wa saa 24, ambako vikosi vya Urusi viliweza kukomboa jamii takriban 2 na kusababisha maafa ya wanajeshi wa Ukraine takriban 1000 katika operesheni hizo. Wanajeshi wa Urusi walikomboa jamii takriban 2 katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk na mkoa wa Zaporizhia katika siku la kucha kupita katika operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti hivyo, ambako vikosi vya mapigano vya magharibi vya Urusi vilikomboa makazi ya huko Minoye katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kupitia operesheni tendaji na madhubuti, ambapo vitengo vya vita vya Dnipro vya Urusi vilikomboa makazi ya huko Malie Shichabake katika mkoa wa Zaporizhia kupitia shughuli za nguvu na maamuzi. Wizara imeeleza hivyo katika taarifa yake. Kundi la kaskazini la Urusi lilisababisha vifo vya takribani wanajeshi 50 wa Ukraine na kuharibu magari mawili ya kivita ya Ukraine katika eneo lake la wajibikaji katika mwelekeo wa Belgorod, ambako katika mwelekeo wa Belgorod vitengo vya kundi la kaskazini vya Urusi vyenyewe vilipelekea au vilisababisha hasara kwa wafanyakazi wengi na vifaa vya brigade 2 za Mechanized, kikosi cha mashambulizi cha jeshi la Ukraine na kikosi cha ulinzi wa eneo katika maeneo karibu na makazi ya huko Ungroyedi, Mariupol na Krasnopol katika mkoa wa Sami. Kutoka upande huo, jeshi la Ukraine lilipoteza takribani wanajeshi 50, magari mawili ya kivita, gari na bunduki 2 za kivita katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita. Nalo kundi la mapigano la Russia Magharibi lilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 250 kwa wanajeshi wa Ukraine na kuharibu mizinga 4 ya adui katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita, ambapo katika kipindi cha saa 24 zilizopita vitengo vya vita vya Magharibi vya Urusi vilisababisha hasara kwa brigade 2 za Mechanized na brigade ya shambulio la jeshi la Ukraine na vikosi viwili vya ulinzi wa eneo katika maeneo karibu na makazi ya huko Malaya Shapikovinka, Kamenka, Krasnoye, Pavoye, Grigorovinka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kwa ujumla, kutoka upande huo, jeshi la Ukraine lilipoteza zaidi ya wanajeshi 250, tanki, magari mawili ya kivita na magari 3 katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizopita. Kwa kuongezea, vikosi vya Urusi viliweza kuharibu bunduki 4 za kivita, zikiwemo silaha 2 zilizotengenezwa nchini Marekani za jeshi la Ukraine kwa muda wa saa 24 zilizopita. Kundi la mapigano pia la Russia Kusini lilisababisha takribani vifo vya wanajeshi wa Ukraine 200 na kuharibu maghala 3 ya risasi za Ukraine katika eneo lake la wajibikaji katika siku iliyokwisha kupita, ambako vikosi vya vita vya kusini vilipata safu na nafasi bora na kusababisha hasara kati ya wafanyakazi na vifaa vya brigade 2 za jeshi la Ukraine, kikosi cha ulinzi wa eneo na brigade 2 za walinzi wa kitaifa katika maeneo karibu na makazi ya huko Tikhonovinka, Dilayavinka, Novomakovo na Taska katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kwa ujumla, jeshi la Ukraine katika eneo hilo lilipoteza hadi wanajeshi 200, tanki 1, magari 3 ya kivita ikiwa ni pamoja na shehena ya kivita ya M113 na gari la kivita la HMMWV lilotengenezwa nchini Marekani, mfumo wa roketi wa Heroni uliotengenezwa Croatia na roli 3 za kuchukua katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita. Kwa kuongezea, vikosi vya Urusi viliweza kuharibu bunduki 2 za shamba na bohari 3 za risasi za jeshi la Ukraine. Pia kituo cha mapigano cha Urusi kilisababisha
takribani vifo vya wanajeshi wa Ukraine 430 na kuharibu magari 5 ya kivita ya adui katika eneo lake la wajibikaji katika siku iliyokwisha kupita, ambapo vitengo vya kituo cha vita viliboresha msimamo wake wa busara na kusababisha hasara kwa uundaji wa brigedi 2 za mitambo na 2 za shambulio, brigedi ya mifumo isiyo na mtu, jeshi la shambulio la jeshi la Ukraine, kikosi cha watoto wachanga wa baharini na kikosi cha walinzi wa kitaifa katika maeneo karibu na makazi ya huko Yelizavinka, Krasnoarmeysk katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kwa ujumla, kutoka upande huo jeshi la Ukraine lilipoteza takribani wanajeshi 430, magari 5 ya kivita yaliyokuwa na silaha ikiwa ni pamoja na shehena kijeshi ya M113 iliyotengenezwa nchini Marekani, magari 12 na mfumo wa kujiendesha wa milimita 155 wa Krab uliotengenezwa huko nchini Poland katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizopita. Nalo kundi la mapigano la Urusi Mashariki lilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi wa Ukraine 140 na kuharibu mfumo wa mizinga uliotengenezwa nchini Ufaransa katika eneo lake la wajibikaji kwa saa 24 zilizopita, ambako vikosi vya vita vya mashariki vya Urusi viliendelea kuingia ndani kabisa ulinzi wa adui na kusababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi ya shambulio la mlima na brigedi ya ndege ya jeshi la Ukraine na kikosi cha watoto wachanga wa baharini katika maeneo karibu na makazi ya huko Volnoypol na Novopol huko Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kwa ujumla, kutoka upande huo jeshi la Ukraine lilipoteza zaidi ya wanajeshi 140, magari 3 ya kivita, magari 3 na bunduki 3 za kivita ikiwa ni pamoja na mfumo wa kujiendesha wa milimita 155 wa Kaisar uliotengenezwa nchini Ufaransa katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita. Nalo kundi la vita la Urusi Dnipro lilisababisha vifo vya wanajeshi wa Ukraine takribani 70 na wabeba silaha 2 waliotengenezwa Marekani waliharibiwa katika eneo la mstari wa mbele wa kivita, ambapo katika kipindi cha saa 24 zilizopita vitengo vya vita vya Urusi Dnipro vilisababisha hasara kwa uundaji wa brigedi iliyo na mitambo na vikosi 2 vya ulinzi wa pwani vya jeshi la Ukraine na brigedi ya ulinzi wa eneo katika maeneo karibu na makazi ya huko Sadovoye, Berislavi na Antonovinka katika mkoa wa Zaporizhzhia. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo. Kwa ujumla, zaidi ya wafanyakazi wa kijeshi 70 waliweza kupoteza maisha, magari 2 ya kivita ya M113 yaliyotengenezwa Marekani, magari 2 na bunduki 3 za kivita ziliharibiwa katika ukanda huo. Pia vikosi vya Urusi vilishambulia viwanja vya ndege vya kijeshi vya Ukraine na vituo vya udhibiti wa UAV katika siku iliyokwisha kupita, ambako wizara imesema ndege za ujanja au za uendeshaji zilishambulia ndege zisizo na rubani, wanajeshi wa makombora na mizinga ya vikundi vya vikosi vya Urusi vilishambulia maeneo ya miundombinu ya uwanja wa ndege wa kijeshi, vituo vya kudhibiti UAV, maghala ya risasi na kituo cha ukarabati na uokoaji cha jeshi la Ukraine, na pia walikusanya wafanyakazi na vifaa vya adui katika maeneo takribani 148. Wizara ya ulinzi ya Urusi imebainisha hivyo. Pia vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi viliangusha ndege 92 za angani zisizokuwa na rubani na bomu la JDAM katika siku iliyokwisha kupita, ambako uwezo wa ulinzi wa anga wa Urusi ulifanikiwa kudungua bomu la angani la JDAM ambalo limetengenezwa huko nchini Marekani na magari mengine 92 ya mrengo maalum yasiyokuwa na rubani. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo katika operesheni zake za kijeshi dhidi ya vikosi vya Ukraine kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita, ambako pia vikosi hivyo vilifanikiwa kufanya ukombozi wa makazi au jamii 2 kutoka Donetsk na Zaporizhzhia.
Mwisho wa taarifa hii, taarifa zingine zinafuatia hapo baadaye. Endelea kunitembelea kila siku na kila wakati kufahamu mengi zaidi kutoka vita vya Urusi na